Ushawahi kuona mwanaume saa hana kazi ananyenyekea kwako kama mke, anakuambia my sweetie, my lollipop, my kapenda, my kingamuzi, sina mwingine, rima mashaka. Na ukienda ukachuma mboga ukaleta, anakula vizuri, anashiba. Alafu anakuambia kia Mungu na kuhakikisha mama fulani, nikipata tu kazi sasa hivi, kitu cha kwanza tutafuga, kitu cha kwanza tutajenga, kitu cha kwanza nitakuwa nakupa kidogo kidogo uweke, alafu tudulize. Kitenda amepata kazi chapu sana, enda kazi, mnanyenyekea, anakuheshimu. Amekamata kazi chapu, siku ya mshahara haji nyumbani, tarehe za mshahara ana change. Unashangaa ukimsemesha na kujibu vibaya, acha na mimi. Hivi una akili wewe? Pesa ikiisha anakuambia haki ya Mungu ni shetani tu. Haki ya Mungu ni shetani tu. Ili shetani shindwa pepo. Mama, nenda hata kwenye maombi niombe. Nenda tu. Na unarizika maana ni mume wako. Unamuombea. Ikifika tarehe hiyo, akikamata pesa, ana change. Hii mtu huyu sio yeye. Nafsi imetekwa. Iko gerezani. Haoni, hajui. Na kuna watu wametekwa kwenye majira fulani ya mafanikio. Jela waliokuweka lazima utoke. Jela waliomweka mume wako lazima watoke. Kwa taarifa yako, hatujaja duniani kutalii, hatujaja duniani kusindikiza wengine. Na katika kongamano la miezi 6 kauli mbiu ni hii: kataa kuwa msindikizaji, kataa kuwa msindikizaji. Hebu sema nakataa kuwa msindikizaji. Nakataa kuwa msindikizaji. Wakiitwa wenye magari uwemo, wakiitwa wenye nyumba uwemo, wakiitwa wenye afya uwemo, wakiitwa wenye watoto uwemo, wakiitwa wenye baraka uwemo. Oh my ribo shakoriama, ninakutamkia nakataa kuwa msindikizaji. Kuna watu hapa kufanikiwa kwenu tayari kumefika, lakini adui anakuzuia. Wengine mmefungiwa, unawatamka kwenye vyumba vya giza, unawatoka chooni, unawatoka kwenye maji machafu, wameshakufungia huko. Sema leo natoka huko. Anayekutumikisha moto utawaka kwake. Anayetumikisha kwenu moto utawaka kwake. Sema fire. Sema fire. Na uhakikishe kuwa mtumwa unawekewa mlinzi ili ahakikishe huendi popote. Walinzi hawa ni wa kiroho, hawaonekani kimwili. Kuna walinzi ukishatekwa ukawekwa gerezani, lazima kuna mlinzi. Na yule mlinzi hautamuona kimwili. Na ndio maana Wakristo wengi wanafeli. Unajua kwa nini wanafeli? Vita vyetu ni vya rohoni, nasi tunapigana mwilini. Ndio maana Wakristo kushinda ni ngumu sana. Kwa nini tunapigana vita kimwili? Alikwamba tunayepigana naye yuko rohoni. Ndio maana Paulo alitufafanulia, akasema kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa jamani, wa roho. Kwa hiyo unapotekwa kiroho, kimwili tutaona matokeo. Tutaona madeni, tutaona magonjwa. Hayo magonjwa yote mlionao sio mpango wa Mungu. Na mimi madhabahu nashughulikia vitu vikadhaa tu. Niseme nisiseme? Nashughulikia mtu aliyefungwa asifanikiwe. Nashughulikia mtu aliyelogwa. Nashughulikia mtu anayeonewa. Nashughulikia wenye vitu vikubwa kwa ajili ya taifa na familia, lakini adui alipoona akaweka pazia. Na nataka nitangaze hapa, jana nilikuwa namwambia Mungu akanionyesha watu wengi wanaokuja, akaniambia unapomwona mtu moja sio moja, kuna maelfu ya watu nyuma ya mtu moja. Ninapokutazama sikuoni kama mmoja, na kuona moja ambaye atabeba familia mama yake, atabeba kanisa, atabeba taifa. Kupitia wewe kuna watu watapata faraja, kupitia wewe kuna watu watapata mitaji, kupitia wewe kuna watu watapata ajira, kupitia wewe kuna siku watumishi wataona kwenye nyumba yako, wamtukuze Jehova Yawe. Mtu mmoja apige kelele, sema amen. Wako wapi watatu waliosema utajenga? Naiona miezi 6 ijayo, naona mafundi wakichimba, naona mafundi wakichimba. Kamata unabii, kamata unabii. Naona miezi 6 ukiitwa kila kona, kipawa chako kitaonekana. Watakuita. Kuna vitu ambavyo ukija mbele yangu nitakuambia tu, lakini hii sio size yangu.
Moja, sema moja. Kama una laana ya wazazi katengeneza. Narudia. Wewe unayelala usiniombee saa hii. Mwambie mguse mwenzako bega, mguse bega, mwambie mchungaji anahitaji kuombewa. Mwambie kama una laana ya wazazi katengeneze. Kimbia. Kampigie mama yako magoti, baba yako, mwambie mama nisamee. Laana ya baba na nani? Biblia inasemaje? Ukitaka kuishi miaka mingi, waheshimu baba na umemaliza. Hata kama mama yako mashavu yameshuka, ni mama tu. Hata kama baba ni mlevi, hajakulea, ni baba tu. Mimi nashughulikia hizi zinazokuzuia, lakini naomba urudi kwenye familia. Nini uliwahi kufanya? Tengeneza. Sema fire. Sema fire. Mwambie mwenzako, kagua, una laana ya baba? Una laana ya mama? Mahusiano yako vizuri na mama na baba? Kimbia haraka. Mwambie pasta hawezi hiyo. Mwambie mwenzako pasta hawezi hiyo. Hiyo laana ya kwanza? Ya kwanza. Laana ya pili, sema laana ya pili. Sema laana ya pili. Laana ya mkeo, laana ya mumeo. Niseme nisiseme? Naomba nianze kwa baba. Baba, usimnyanyase mkeo. Mke ulianza naye maisha, mke ambaye ulimkuta ni saa 6, akikohoa unasema be mama. Akikwambia nahitaji foni, unamwambia sawa mama. Ukisikia kuna vijana wameingia kwao, unaenda kuchungulia, nani huyu anamfuatilia mchumba wangu? Nani anafuatilia? Tena na roho ngumu. Akakuamini. Unajua maana ya mwanamke kumwamini mwanaume waishi pamoja, maana yake ametoa imani kwa baba yake. Maana mtoto wa kike anapokuwa kwa wazazi, huwa imani yake inakuwa kwa baba. Kwa hiyo ametoa imani kwa baba, akakabidhi maisha kwa mwanaume, amweke nafasi ya baba, nafasi ya kaka, nafasi ya kila kitu. Anasahau mpaka na kwao. Na unajua wanawake hawanaga kwao. Wamama hawanaga kwao. Hujawahi kufanya tafiti? Anaolewa Masai, anaenda Mwanza. Hata mwanamke ana ukoo. Wao hawana boma. Anatolewa, anapelekwa Nairobi, Marekani. Yeye anaenda tu. Yeye hana ukoo. Sasa ametoa imani kwenye familia kwako, akaweka kwako. Umemleta binti wa watu nyumbani, anang'aa, ni saa 6. Alafu wewe umependana naye, baada ya muda unaona wengine, unamdharau, amekuwa kobokobo. Nataka nikwambie, rudi kwa mkeo, usipate laana. Kitaka mwanaume ufanikiwe, mheshimu mkeo. Hata kama ana udhaifu, ni mkeo. Tena umlinde. Mwekee kifua mbele ya wazazi wake. Mwambie mwacheni mke wangu alivyo jamani. Ukimtesa, na kuna wanaume, wiki zilizopita kuna moja aliletwa hapa, nikamwambia laana ya mke ndio imefika. Sasa tufanyeje? Nikamwambia baba, mimi nitakuombea tu, lakini laana ya mke imefanyaje? Wewe mtu ameshakuja kwenye familia yake, akazaa, akamwaga damu. Mtumba toka, aende wapi? Akitoka akifanya tu hivi, hakuna mafanikio. Na wewe unaingilia ndoa ya mtu. Angalia anavyoniangalia. Wewe unaangalia ndoa ya mtu, unapokea mpaka maliboro, na unajua huyo baba ana mke. Unapokea maliboro, unapokea chumvi, unapokea pesa, unaenda unanunua kitunguu, unaweka jikoni, unakaangia watoto wako, huwakaangii watoto baraka, unawakaangia sumu. Kuna mmoja amesema baba umeniona nini? Siko kwako. Nakwambia hivi, acha, unakula sumu. Yale machozi ya yule mwanamke anapopigwa nyumbani kwake, anapoteswa na mumewe, hapewi matumizi, anatukanwa, yale machozi yanakuja kwako na hutabaki salama, utakufa wewe. Angalia unavyonichukia. Wewe nichukie tu.